Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Naam, ikiwa ni tarehe 20 za mwezi wa kwanza 2026, majira ni saa 11:30 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 12:30 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, wazalendo FARDC wapokelewa kwa shangwe kubwa maeneo ya Kiliba. Upande wa Kamanyola, mapigano kati ya M23 wa Nyarwanda pamoja na AFC ya Bwana Corneille Nangaa yazidi kupamba moto. Bukavu, M23 kuwafukuza wenyeji na kuwaleta Wanyarwanda eneo za Wakongomani maeneo ya Atene Dibanda jijini Bukavu. Kinshasa, serikali kuu ya Kinshasa kuimarisha usalama wa raia, utu pia na kisheria jijini Uvira baada ya kuondoka kwa magaidi wa M23. Na mkumbuka operation Saidia Muzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Na pia Baraka1 TV inahitaji msaada wako kwa ajili ya kuweza kununua kifaa kinachoitwa drone. Tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili kuweza kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia Muzalendo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira ambako wazalendo na FARDC wapokelewa kwa shangwe Kiliba. Magaidi wa M23 baada ya kuweza kuondoka jijini Uvira pamoja na maeneo ya Kiliba na maeneo mengine ya pleni ya Ruzizi. Baada ya kuweza kuondoka, kumeonekana wimbi la wananchi wakijitokeza barabarani kwa ajili ya kuweza kuwashangilia majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Kiliba, les 18 Kiliba. Baba. Tuko na Colonel. Karibu mzee. Karibu wazalendo wanaingia. Wazalendo wanaingia Kiliba. Wazalendo wanaingia Kiliba, wazalendo wanaingia Kiliba, wazalendo wanaingia Kiliba, wazalendo wanaingia Kiliba leo le 18. Leo le 18 leo. Leo le 18 leo. Le 18 janvier. Wakuu wanaingia, wazalendo wanaingia Mkiliba. Hapa ni Kiliba, hapa ni Kiliba le 18 janvier. Le 18 janvier. Bazalendo wanaingia Kiliba le 18 janvier. Le 18 janvier 2026. Hapa ni Kiliba. Entrée ya wazalendo Kiliba. Hapa ni Kiliba. Tuko na Colonel Bwarara, nyama ya pori. Colonel Bwarara, nyama ya pori. Huyu hapa ni Colonel Bwarara, nyama ya pori. Ni mkubwa anaangalia mwakse ya General Nyerere. Colonel Bwarara na kikosi yake yote anaingia leo le 18. Leo le 18 akiwakilisha na watu wake wote Kiliba.
Karibu Kiliba. Karibu Kiliba. Wanaingizana, watoto wa mwingine wanaingia. Wazalendo wanaingia, wa General Nyerere. Hapa ni Kiliba. Wanajeshi wa General Nyerere. Wanajeshi wa General Nyerere wanaingia. Hapa ni Kiliba. Hapa leo le 18 janvier. Le 18 janvier. Wanajeshi wa General Nyerere. Hii ni kikosi ya Colonel Bwarara Nyama Pori. Betango! Wape! Hapa ni kumezwe skali. Wasomi wa General Nyerere. Hao wanaingia, ni wanajeshi wa. Kutokana na kile ambacho kilifanyika jijini Uvira kwa jamii ya Wanyamulenge kuweza kukimbia Uvira bila kukimbizwa, ukweli wajulikana. Wa M23 wanasema kwamba koze yao ya vita ni kutetea haki ya Watusi wanaonyanyasika Kongo. Na jana waliondoka kutoka kwenye jiji la Uvira. M23 waliondoka, tuliona video mitandaoni wakiondoka, raia kishangilia sana. Wale raia ambao walidanganya eti wanafanya manifestation eti serikali toke, wao tu ndo walifurahia wakawatukana, ambao ni inaonekana wazi kwamba walikuwa wamezingiziwa, walilazimishwa kufanya ile manifestation. So, situation ya jana sasa. Wa M23 wanapatia Wanyamulenge 24 ya mnatoka hapa. Tangazo aliyetoa tangazo hilo ni mkuu wa mutuality ya Wanyamulenge pale Uvira. Anaitwa Bose Muyoboke. Alitoa tangazo, mliona mitandaoni, nitaweka foto hapa. La kuonyesha kwamba Wanyamulenge wote lazima waondoke leo dimanche le 18 janvier 2026. Na waliambia Wanyamulenge kwamba hamwezi kwenda Minembwe, hamwezi panda kwenye milima kwa sababu tayari hii milima yote iko okipe na wazalendo na wa majimaji, hamtapita. Na haya yote ni mipango yao. Walipenda Mnyamulenge aondoke pale kwa sababu Mnyamulenge akibaki pale, wao wakishatoka na Mnyamulenge akiwa salama, inamaanisha kozi yao haina maana yote, ni uongo. Ili waonyeshe dunia kwamba wana kozi wanayopigania nao ni pale wakishatoka. Sasa raia ya Kinyamulenge ya Kitusi inawafuata, hapo inaonyesha kwamba kweli hawa wanatetea jamii inayonyanyasika. Na ndio maana walipenda waondoe kinguvu, kwa sababu tangazo hilo lilisema kwamba hakuna kuuliza maswali. Fungeni mizigo, kesho asubuhi tunaondoka, wakizungumzia leo Sunday Dimanche. So walipenda watoke kwa sababu ya kusikilize kozi yao ya vita, kwa sababu wakishabaki na wako salama, ina maana wanapigania bure. Lakini familia za Wanyamulenge wengi walikataa kwenda na hao wauaji. Na wapongeza sana familia zote zilizokataa. Walikataa. Tumeona video FARDC inakuja inawasikilize wote, kwa sababu wanatuweka mu insecurity. Kabla hawajakuja, kabla M23 kuingia Uvira, walikuwa salama salamini. Wote waliishi, hata kama tulikuwa na insecurity kidogo kutokana na hiyo vita ya M23. Lakini hakuna Mnyamulenge mwenye alikimbia. Wote walikuwa pale Uvira. So FARDC ilikuja kasaidia wale walio wabaki wako sikilize, na ni vigumu kwa sababu adui zaidi na hao M23. Mnyamulenge anaogopa M23 kuliko kuogopa wazalendo, kwa sababu ukikwambia utoke unakataa kutoka, wao wenyewe wanaweza kukuua kabla hawajaondoka, au wanalipa watu wengine kukuua, ila lazima wakuue wenyewe kwa wenyewe. Tuko na kaza mingi sana, hata Twiru wanayo Wanyamulenge kule Haut Plateau iliua Wanyamulenge wengi sana.
wengine wanapigwa masasi manyumba yao, wakina Shefu Abato, Shefu Sebatutsi, hao wote waliuawa ndani ya manyumba yao, wakauawa na Wanyamulenge wenzao. So wakikwambia toka hapa Uvira, na mimi ningekuwa pale, ningetoka, ningewafuata, kwa sababu hao watu sio waaminifu. Wenyewe wanaweza kukuua ili tu wazingizie wazalendo, serikali, ili tu kesi kozi yao iendelee tu. Sio watetezi wa kabila lolote, hao ni wauaji wabaya sana. Na hii vita yote depuis 1996 malengo ni kudetruire Banyamulenge, wamalize nguvu, waondoe kule, wafanye Wanyarwanda kwa nguvu ili waweze kuomba udongo. Kuna wanaosema kwamba Kagame yuko na mpango wa kuondoa Wanyamulenge wote Msidi Kivu waende Nord Kivu. Halafu hiyo Nord Kivu ndio itakuwa annexe kwa Rwanda. Lakini itakwenda kontrole na hao Watusi wa Kongomani, lakini itakuwa ni kama Rwanda. Lakini officially haitakuwa Rwanda. Itakuwa ni kama territory ambayo ina uhuru kidogo, autonomy. So hiyo ndio mipango yao. So wanapenda wote watoke Msidi Kivu. Ndio maana naona kule Haut Plateau vita kila siku, hawapendi hata amani. Kwa sababu Kwa upande mwingine, maeneo ya Kamanyola, AFC na M23 watuangana wao kwa wao, kisa Wanyarwanda waliotoka Rwanda kutaka kurudi nchini kwao Rwanda baada ya shambulio la drone lilopiga maeneo ya Kalundu hiyo tarehe 14 za mwezi wa kwanza 2026. Inasadikika maafisa wakubwa wa Rwanda walikuwepo ndani ya kikao, hivyo kuweza kuwapa hasara kubwa. Hadi sasa hivi Wanyarwanda hawajatoa idadi ya watu waliofariki kwenye kikao hicho. Inasemekana kwamba viongozi wakubwa ikiwemo pia Sultani Makenga na Hippolyte Karambe kuna uwezekano walikuwepo kwenye kikao hicho, na ndio chanzo cha masasi iliyolia usiku wa kuamkia leo hii kati ya M23 wao kwa wao huko maeneo ya Kamanyola. Na baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Bukavu ambako M23 kuwafukuza wenyeji na kuwaleta Wanyarwanda eneo za Wakongomani maeneo ya Atenedi Banda ndani ya jiji la Bukavu, ambaye kwa sasa ni gavana wa magaidi wa M23 Bosi Mwangua aliweza kudhuru maeneo ya Atenedi Banda na hivyo kuwataka wafanyakazi wa umma wote ambao wapo maeneo hayo kuweza kupisha. Wamepewa siku 14 maeneo hayo yao yako wazi, na hivyo wanaokuja hapo ni wakimbizi kutoka nchini Rwanda. Kitendo hicho kimeweza kuwagusa wananchi na kusikitishwa na kujiuliza maswali mengi. Ina maana hao ambao wako hapo sio Wakongomani na hawana haki ya kuishi hayo maeneo, ama wanaoletwa Rwanda wao ndio wana haki zaidi ya kuishi ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka ndani ya jiji la Bukavu. Jambo bwana Rajabu, habari ya saizi? Unashinda bien? Na sisi tunashukuru Mungu. Tunaona mchana na soja pole pole. Habari ya kule hapa tuko na shangwe na vigelegele sana, furaha kubwa kuona, tunaona mavideo, kuna vijana wanawasili mwingine bila sio na washangilia antuka, kama ni kweli hawa wanaingia kabisa, vijana wanaingia, Mungu asifiwe. Wa kontrole mwingine mzuri, siishie pale, bashuke tena Maluvungi, Kamanyola kule kote hadi huku Bukavu. Tuona mwingine yetu imegombolewa kule, watakia gombola mwingine yetu isipokuwa sisi wenyewe. Ndio vile wana nitakwambia ni hawa ndugu wetu wako natumika na Abanyarwanda. Wako natumika na Abanyarwanda, tunajiuliza wako nateseka kunini? Piaje nafanyika Uvira, kila kitu wanabeba Uvira, kila vitu ya population wanabeba Uvira, vyote destination Rwanda. Hakuna vile vinabakia Bakongomani hawabebe kitu. Mebiko nachoka toujours ni avantage
ya ba M23 toujours avantage ya mwenye Rwanda. Nyo watu wanasemaga shiba Kongomani hatukwake na akili. Shiba Kongomani hatukwake na akili, tuna avantage njo mwenye Rwanda, tuna avantage njo mwenye Rwanda tu avantage tu sauvegarder shiba ndugu yetu wa Kongomani. Alors yenita kuambia ni machozi sana tuko natoa, machozi sana ndugu yangu. Hii semene inaisha, delegation ya M23 hapa ikaingia kwa Tene Dibanda. Nawaza unametrize Bukavu, shafika Bukavu na yua Tene Dibanda, yeyote asumika na yua Tene Dibanda. Ingia kwa PSP pakasema ndio vile banaona balibere zile manyumba za baprofese kande profe ila gisi batu bote banishi maze manyumba za leta. Balimu ba prefet gusadikiaka ba inspecteur mule bakweza sadikia ke bile bineza fanyika. 3 jours après gouverneur Busubwangwi yepeke akaingia mwatene kaonana na inspection ba masomo kawambia njo vile dans 14 jours mumu melibere hizi manyumba za leta zote muzitoshe. Kuko delegation ya batu banitwa ba refugee bako Rwanda batakwe banikala mwa hizi manyumba na ba chef fulani ba mouvement. Discussion mbo hawezi fa discussion na kwa rebele kombe semoni nyumba za leta hizi na walimu bakwamo bataenda wapi? Njo gouverneur akapana timatumu ya 14 jours. Dans 14 jours wa mwisho kwa Aisha toka mwele nyumba zote zishakuwa wazi. Sasa tuko najipoze question. Miaka na miaka wale walimu wanakuwa mule. Mabiro za leta za enseignement zote zinakuwa kama mule mwatene. Zitaenda wapi? Sasa pourquoi ba privilégier Banyarwanda njo bakwe ikala mu nyumba za leta, bandugu wetu wa Kongomani baende wapi? Baende wapi? Njo ile bwana, njo habari iko Bukavu ile wana journaliste ke Busubwangwi gouverneur wa Bakahoko alipana 14 jours balibere manyumba za Tene Dibanda zote, bataleta batu yabo kutoka Rwanda banekia ikala mazile manyumba. Ma parcelles za leta zote zishakuwa morcelé na Banyarwanda. Ma parcelles za leta zote zishakuwa morcelé na Banyarwanda. Manake hapa sa gouvernement na rudi hapa Bukavu batareprendre kila kitu a zero. Ile inatikisa watu ni ile Atene, ile peuple itaenda wapi? Bale walimu bataenda wapi? Koma Munyarwanda ndio akwe sasa ikala mu nyumba za leta za balimu banikala mu miaka na miaka. Ndio ile wana journalist. Asante. Jijini Uvira, ujumbe umeweza kutolewa na shirika la kiraia kutokana na unyanyaswaji unaofanywa na baadhi ya wazalendo waliotengenezwa na magaidi wa M23 na ambao mpaka sasa hivi wamebaki jijini Uvira kufanya kazi kwa niaba ya M23. Ujumbe huu unataka raia wote kuweza kutumia namba tajwa hapo ili kuweza kuwasiliana na uongozi wa wazalendo na FARDC. Endapo utaona mzalendo yoyote anayepiga risasi ovyo ovyo ama anaingilia mtu usiku kwa ajili ya kutaka kuiba, basi wasiliana na hizo namba ili kuweza kutuma ujumbe, vikosi vije mara moja na kushughulika naye. Alerte kabisa. Jambo watu wote wa Uvira, ni ndugu yenu, mtoto wenu Dunia Hamisi, kiongozi wa vuguvugu la kiraia ambayo wanaita Machozi ya Raia. Nakuja saizi kukuja kuambia kama wandugu, kuko bezi wa mingi benye biko banaiba. Si kwetu tulisema kama ni bazalendo paske hatuna mapreve alapuza kuonyesha kama ni bazalendo paske tulishakuwa alerte deja kama Uvira kwa bafo bazalendo biko nda wanabiba vitu vya watu. Sirse tunakia kuwapatia manimero
nimero ambazo zitatusaidia sie bote kukuwa muka ya intervention. Unajikaza, unaita muka ya intervention. Sasa unaona sasa vile unashindwa, wanaingilia jirani, unaona munjia weko na nyang'anya na simu, unajikaza sana, unaita hizi nimero. Tunaanza na hii nimero, kamata karatasi. Tunakupatia nimero ya General Mika, komanda vile wa pale wa Bazalendo. Kamata bike 097 63 49 253, ama ingine ni 081 19 70 87 0. Donc Mamulongwe kule Kasenga, Kiaya, pa kule kute Makavimvira, vraiment ukipata shida unawahi kuita hii namba hapo. Makabindula, Kilibula, Makalundu, Makimanga na Songo, na kupatia hizi nimero mbili, ujikaze nazo uko unazitafuta. Ya kwanza ni nimero ya Cordo wa Rade Alexi 099 34 04 994. Kwa vitu yako banaiba ama batu banaviba na wengine aujui gisi utavipata, unaita hii numero 0 na irudilia tena 099 34 04 994. Hiyo ni numero ya Cordo wa Rade Alexi. Na ingine huko Makabindula huko Masongo, unakamata hii numero ya General Landa Bango 081 07 26 47 6. Bana nipatie hizi manimero za bojo ni bagabulie, petetre sauti yangu tafika mbali. Bana kuingilia vile unajikaza, unabaita na tunajikaza aussi selo conseil na pana sai tujikaze, tuuze masifle, tuko napiga hata mabyungu, mamanjanja, mavuvuzela manyumba. Bana ingilia mwenzako, s'il vous plaît, kuwa souple kuita hizi nimero, nosikuwa kosa inite munyumba. Ndugu yangu, njo vile tujichunge kwanza, mwi 2 jours 3 jours, sécurité itakuwa tout bien na bitu yote itakuwa coordre. Ni Dunia Misi, coordinateur wa mouvement citoyen machozi ya raia. Sambazia kila mtu hii audio yene Muvira mzima sai. Merci beaucoup, asante sana. Na mko naendelea kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka Australia, Canada, USA, Central pamoja na East Africa, na wale ambao wako maeneo ya Europe. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Kashosi kutoka Australia, da Feza, da Letesha, da Asha, da Irene, Akisi Kandeke, Asimwe Baguma, Samuel ukiwa unasikiliza Baraka One TV, Emmanuel Mwangombe, Elisha kutoka Nairobi, Asokolo Ayeba, Asani Ramadhan. Na baada ya taarifa hizo tujitupe moja kwa moja makao makuu ya DRC jijini Kinshasa, ambako serikali kuu Kinshasa kuimarisha usalama pamoja na raia, masuala ya kiutu pia na kisheria baada ya kuondoka kwa M23 jijini Uvira. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bi Judith Suminwa Tuluka aliweza kuitisha mkutano wa dharura na hivyo kuwataka wafanyakazi wa serikali kuweza kuimarisha masuala ya kiusalama jijini Uvira, kiraia pamoja na utu na vile kisheria. Maana kuondoka kwa M23 jijini Uvira, mambo mengi yaliweza kuharibika, ambayo M23 iliandaa watu ambao walianzisha vurugu, kuiba mali za umma na pia kupora hata maofisi za serikali. Kikao hicho ambacho kinasimuliwa hapa na waziri wa mawasiliano Bwana Patrick Muyaya, ambaye pia ni msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Écoutez, normalement aujourd'hui c'est un jour férié, mais parce que nous sommes dans l'urgence et que les impératifs de l'État s'imposent, la première ministre chef du gouvernement a eu une grande réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la situation à Uvira, consécutif au retrait tout au moins de la ville qui est en cours de constatation par nos services à Uvira. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire,
Maintenant, aussi fait le tour de la question sécuritaire, parce que il suffit pas de dire qu'il se retire, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés, et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive, parce que nous savons que la ville est restée infiltrée, nous connaissons le plan, avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. Et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales, ou encore du ministère de l'Intérieur, pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Il y a une question qui a fait l'objet des discussions, c'est la question de la justice, parce que bien au-delà de ce qui s'est passé, mais il y a des cas qui peuvent faire l'objet justement de la justice ou de la sanction judiciaire, pour éviter que les actes qui sont posés de manière répétée à Uvira, qu'on avait constaté par le passé, puissent se remettre en place. Et donc il y a ces travails-là de restauration de l'autorité de l'État est en cours. Elle requiert justement que l'État, dans ses différents embranchements, puisse se mettre en place, et dès que l'État se mettra en place véritablement, il y aura évidemment le retour du gouverneur et de tous les services qui l'accompagnent, et c'est un travail que nous voulons faire dans la grande urgence. C'était ça la recommandation principale de la Première ministre à tous ceux qui ont participé à la réunion. L'armée a déjà pris pied à Uvira, mais comme je vous le disais, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la restauration, le retour de l'autorité de l'État à Uvira se manifestera par la restauration pleine des autorités. Et c'est prématuré pour que cela se fasse aujourd'hui, parce que comme nous le disons, nous savons que la ville est encore infiltrée, mais il faut que ceux qui s'occupent de la sécurité, notamment les militaires, arrivent à dresser un périmètre de sécurité sur la ville d'Uvira, parce que la ville d'Uvira ne peut pas être défendue dans Uvira. Donc on doit s'assurer que dans les régions environnantes, dans les rayons environnants, qu'il n'y ait pas la présence de forces rwandaises et de leurs supplétifs. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de cas à gérer. Vous savez qu'il y a eu une mission humanitaire qui a séjourné dans la région et qui a constaté, par exemple, qu'il y a 12 000 enfants pour lesquels on n'a pas retracé des parents. Donc vous voyez qu'il y aura un travail important qui doit être fait pour la restauration, y compris de familles qui ont été divisées par ces aventures. Ici, je voudrais saluer les patriotismes de nos compatriotes Banyamulenge, parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Rwanda et son supplétif du M23 ont démontré qu'il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de cette communauté. Heureusement que les communautés Banyamulenge, qui ont toujours vécu à la fois au Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout, n'ont nulle part où aller, et ils ont dit à haute et intelligible voix non à cette instrumentalisation du Rwanda et de son supplétif. Et je pense que leur voix qui a été entendue pleinement permettra au Rwanda de trouver d'autres fusils d'épaule que de venir se retrancher autour de cette stigmatisation de communauté congolaise. C'est aussi l'occasion de renforcer le message qui avait été envoyé par les gouverneurs à toute la communauté, parce qu'il faut préserver les vivre ensemble, il faut éviter d'ouvrir un petit flanc à l'ennemi pour ne pas lui donner les prétextes des aventures que nous avons vues. Parce que sur Uvira, on a compté plus de 1500 morts, on a compté plus de 300 000 déplacés. Je compte pas les drames familiaux qui sont connus. Donc aujourd'hui, il est important que toutes nos communautés, les Babembe, les Bavira, les Bafuliro, tous ceux qui vivent à Uvira puissent vivre en harmonie, et que nous puissions tous nous assurer qu'aucune de notre communauté n'est prise au piège des aventures de l'État. Naona kisi walituharibishia Kavulimbo.
Munaona balisomba bakashindwa, mwisho bakacha banamwanga. Wanacha banamwanga, mwepeke muone benye M23 alikofanya Uvira. Hatuna badui sawa ba M23. Hatuna bahuni, Mkongo kuna bahuni sawa ba M23. Muone tu. Naam, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Usikose kuungana na Baraka1 TV ili tuweze kupata drone. Ni kitu cha muhimu sana kutokana na matangazo ambayo tunaendelea kuyafanya kwa sasa hivi. Endelea kufurahia Baraka1 TV, share, subscribe Baraka1 TV. Tukutana majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.